Vodacom, kazi ni kwako. Unafika kwenye biashara, mtu ambaye ameweka bidhaa zake chini, alipi kodi ya pango, alipi kodi ya serikali, alipi jambo lolote, alipi, anaweza kushindana na huyu mtu ambaye yuko kwenye biashara iliyo rasmi, mwenye duka, anaweza kulipa makodi ambayo yanaongezeka kila siku kadri bajeti inaongezeka. Tunaomba sana mambo haya Mheshimiwa Waziri uyaangalie, kwa sababu leseni hao wa China wakati mwingine wanapata kutoka kwenye halmashauri zao. Ina maana wanawapa wageni haki ya kufanya kazi ambayo hawakutakiwa kufanya kwenye nchi yetu. Hatuwachukii wageni, ila waje wafanye yale mambo ambayo kwa mujibu wa sheria yanawaruhusu kufanya. Sisi tukienda kule kwao haturuhusi kufanya huo machinga. Kwa nini wao wakija kwetu wanaruhusiwa? Mheshimiwa Waziri, wewe unaitwa urafiki wa mshumaa, unawamulikia wenzako huko unateketea. Serikali au uchumi wako unateketea kwa kuwaruhusu wafanyabiashara wa nchi nyingine kuja kufanya biashara ndogo na zakati kwenye nchi yetu. Waje wajenge maviwanda makubwa ambayo hatuyawezi sisi. Tatu, kumekosekana kwa maeneo maalum ya kufanyia biashara kwenye halmashauri zetu. Tanzania tumekuwa hatuna utaratibu mahususi wa kutenga maeneo maalum kwa biashara mahususi. Kwa mfano Kariakoo ni sehemu ya makazi, kilichofanya iwe sehemu ya biashara ni soko kuu la bidhaa na mahitaji ya nyumbani. Kwa kifupi, wafanyabiashara ndio walioifanya Kariakoo kuwa kitovu cha biashara nchini. Mimi ni kuyapokea kwa umakini yale yote tunayosema hapa. Na nataka nikuhakikishie kwa mkoa wangu nitayafanya kwa ukamilifu na kwa uadilifu na kwa moyo wa bidii kuhakikisha yametendeka yote. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Taifa, ninajua nitapata nafasi nyingine kwa ajili ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Na moja ambalo na hamu nalo kujua kama TRA, na nafikiri wanapaswa kuwa na kitengo ambacho kitatoa ushauri wa kibiashara, kitengo kitakachosaidia namna gani mnaweza mkapata mikopo ya kuendeleza biashara zenu ili muone furaha ya kulipa kodi. Mheshimiwa Waziri, nakumbuka wakati niko Kinondoni, unakuta bango linapaswa kulipiwa shilingi milioni 20. Wataalamu wetu wanampelekea, anamwambia unaweza kulipa milioni 2. Lakini hii 2 ndio utakayoipeleka, wewe lipa milioni 5. Kwa hiyo milioni 5 akilipa, yule aliyempelekea ile anachukua milioni 3. Alafu manispaa anapeleka milioni 2. Na mfanyabiashara anaona amepunguza kwa sababu alikuwa anatakiwa kulipa milioni 20. Na hiki kitendo cha kumfanya mwenyewe mtu wa TRA ndio anakupangia kodi, atapanga kulingana na mazingira yake, anaona inafaa kwa pesa anayotaka yeye. Sasa ni jambo ambalo najua Mheshimiwa Waziri, wewe ni pambanaji na wewe ni kakaangumie. Mimi nakuhakikishia kazi hii ya mapambano naipenda. Uchumi wetu unatafunwa kama na kanza. Kuna aina fulani ya mambo kila mkihangaika kama vile kwenye mateka. Mnafikiri mnaweka maji, kumbe yanatuzika. Na mwisho wa siku ndio tunawakotokota. Mimi niwapongeze pia kwa kukubali kutujengea shule yetu. Nimpongeze sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kukubali kutusaidia sisi tupate shule, lakini hiyo shule mnaichangia nyinyi. Na shule mnayojenga hii huku mnalipa kodi, na huku bado mnamuunga mkono rais wetu katika mambo ya maendeleo. Kwa sisi kweli tuna wajibu wa kuwashika mkono. Kwa hiyo ninawashukuru tena, na mimi naendelea kujifunza. Mtakapotaka mkutano na mimi niko tayari. Na mimi nitaiga nyayo za waziri wangu, wakurugenzi wote watakuwepo. Wale maafisa biashara ambao kazi yao ni kuja kubana tu kodi, hajui hata umeanzia lini biashara, watakuwepo. Na mwisho tutafika mahala pazuri. Mheshimiwa Waziri, mmenipa kazi ya kuhakikisha jiji la Dar es Salaam ni safi. Hawa ndio wafanyabiashara wanaweza kunisaidia mji wetu kwa usafi. Nisaidieni kwa kuwaelimisha wafanyakazi wenu, kwa kuwaelimisha vijana, ili tuweke heshima ya jiji letu kwa safi. Hii bahati nzuri hakuna aliyewazuia kusafiri. Ninyi mnasafiri, sisi huku kutoka ni Mkogolo.
mnapokwenda kwenye mataifa ya wenzetu na mnapoona majiji yao yalivyo masafi. Dar es Salaam ndio sura ya taifa letu. Watakuja hapa na kesho tunapokea rais mmoja kutoka Sudani, atashuka airport, ataenda mpaka Ikulu, lakini hebu angalia mazingira yetu ni machafu. Kwa mimi naomba sana ndugu zangu, mnisaidie, tumsaidie rais wetu kurudisha usafi katika jiji letu la Dar es Salaam. Na namna pekee ni rahisi sana. Mheshimiwa Waziri amekuja kwangu na tumefanya naye mara moja, lakini najaribu kujiuliza, hivi kweli mpaka waziri atoke huko ofisini kwake aje afanye kazi usafi kwenye soko la Tandale? Hivi watu wa Tandale hawajisikia hivyo? Unataka mgeni aje kufanya usafi? Sasa leo hii kuna watu na nyinyi mko hapa, mna majengo mazuri, mmeweka mageti, nje ya geti ni pachafu kichaka. Unataka mgongoaje kufikia pale? Kwa bahati mbaya mjui mnatunza mbu pale, na mapambano ya malaria, kuna watoto wetu wanakufa kwa sababu ya ugonjwa wa malaria, na chanzo chake ni mazalia kwa tumeweka vichaka ndani ya majumba yetu. Niagize kwamba ni marufuku kutoa leseni kwa wageni kwa kukiuka sheria iliyopo, na pale tutakapobaini kwamba sheria imekiukwa, mtu ameweka vitailizi vingapi vichache tu pale, halafu ana leseni ya halmashauri, tutashughulika naye. Kwa hiyo tunachukua nafasi hii kuzionya halmashauri zote, msitoe leseni kwa wageni kama njugu mpaka pale tutakapofanyia consultation. Na kwa sababu ni mamlaka ya waziri, nataka niseme kabisa kwamba leseni hizo hebu zifike maombi yake mpaka wizarani, tuzipitishe na tuzione. Leseni inayoombwa na mgeni isitolewe pale, wewe afisa biashara fungasha na mkurugenzi utuletee na sisi wataalamu wangu waione, wajiridhishe, ndio itoke. Alafu uko uwezekano kwamba zinatoka hata bila kukidhi hiyo vigezo vya sheria iliyoko sasa ya mtaji wa dola $300,000. Wakati tunafikiria namna ya kudili na hiyo sheria, kuongeza hata hicho kiwango, ili hawa wageni wanapokuja waje na uwekezaji ambao hakika sisi wengi tusingeliweza, lakini sio kuja kuokota fursa hii ambayo inaweza kutumiwa vizuri na Watanzania. Bila shaka mkurugenzi wa mamlaka ya serikali za mitaa utaiandika barua hiyo kesho kuagiza mamlaka ya serikali za mitaa. Na hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tumezungumzia masuala ya maeneo maalum ya kufanyia biashara kwenye mamlaka ya serikali za mitaa. Nikubaliane na wewe na ni kweli kwamba kumekuwepo na tendency ya halmashauri kutokuwa wabunifu wa maeneo mapya ya kufanyia biashara, hata wanapochora michoro mpya ya maeneo mapya ya kuishi watu. Dar es Salaam hii inaongezeka, lakini maeneo ya Tandale, Temeke Studio yaliyotengwa zamani bado ni hayo hayo tu. Wao wakichora ramani za maeneo mapya ya kuishi, hawaweki maeneo ya masoko, na hata wakiweka tayari unakuta imeshaanza mchakato wa kubadilisha matumizi ili yauziwe vitu vingine. Uchakatuaji huu ndio unaopelekea kukosekana kwa maeneo mapya ya kufanyia biashara kwa Tanzania wetu wa kawaida. Na ndio maana Dar es Salaam hapa waliwahi kuja na ubunifu wa kujenga ile Machinga Complex. Niwaulize jamani, Machinga Complex unafanya biashara anafanya pale? Si wameshindwa kwenda? Sababu ni nini? Walikuwa na wazo zuri, na dhamira yao ilikuwa ni kuwaondoa wa machinga, kwa maana ya machingas, watu wanaotembea tembea, ili waweke sehemu. Je, watu wafanya biashara hawatembei tembei? Je, jengo lile lipo halipo? Linakaa popo, halifanyi biashara. Jiji la Dar es Salaam, mamlaka ile ilikuwepo, imemaliza miaka 5, wafanya biashara wadogo hawahamii, na hata wadogo wachache waliokuwa wamehamia pale walijikuta wanaingia kwenye gharama kubwa kwa sababu wamedalaliwa.
watumishi walijigawia maeneo yale, wanasiasa walijigawia maeneo yale, na hivyo hawa wamachinga walipopelekwa pale wakaenda kuwa wapangaji wa mpangaji. Lakini hivi lini umewahi kuona wauzaji wa mitumba unampa kiziba kama meza hii, hivi biashara yako inafanya? Mimi naiona kama ni hadaa, lakini haiwezekani tukawa serikali tumekaa kimya tu. Jiji wametumia bilioni 12.7 ambazo walikopa NSSF kujenga lile jengo. Bilioni 12.7 zimekopa pale. Leo huyu kuuliza jiji, mlikubaliana kwamba mtarejesha kutokana na fedha itakayokuwa inapatikana kutoka kwenye ile machinga complex. Hadi leo hii jiji wamelipa $500,000 tu NSSF. Milioni 5, milioni 50. Wamelipa milioni 50. Jiji wamelipa milioni 50 tu NSSF. Kwa hiyo uwekezaji wa NSSF pamoja na ushawishi ule mkubwa kwamba itasaidia watu, ni kama wamechukua fedha ya wanachama wao wamewekeza pale ili warudishiwe ile fedha yao milioni 12.7, mpaka leo wamelipwa milioni 50. Yaibu, hatuwezi tukabakia tuamui. Na mimi leo naamua. Mimi leo naamua ninajua wadau walioko nyuma haya, ninajua nitapata msukosuko, lakini mimi naamua leo wafanya biashara pale Karume wanafanyia biashara barabarani, wananyeshewa na mvua. Jengo lililojengwa kwa bilioni 12.7 liko pale halina watu kwa sababu ya urasimu wa watu. Mimi kwa leo kuanzia leo hii natamka kwamba inaifuta bodi inayosimamia jengo lile, na watumishi wote wanaofanya kazi pale, na sasa kuna meneja wa lile jengo anayesimamia hiyo coordination ya wafanyabiashara wadogo ameshindwa kazi. Wakampe kazi nyingine, na kwa hivyo umiliki wa pale wote ni batili kwa sababu hauna tija kwa taifa, na mikataba iliyoingiwa pale haina tija kwa jiji la Dar es Salaam wala taifa, na umewatenga na kuwabagua wananchi waliotakiwa kunufaika hawanufaiki. Mmeshindwa kwenda pale kwa sababu kuna watu wamefanya mambo yao pale. Tunafuta kila kitu kilichoko pale na badala yake na mkabidhi mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kutake charge ya eneo. Ile ni mali ya serikali, hatuwezi tukaiacha inachezewa. Wananchi waliotakiwa kunufaika hawajaingia. Wajanja wachache wamekuwa ndio wapangaji, wanataka kuwapangisha watu maskini. Tunataka lile jengo utafute utaratibu wa kuwaingiza pale, waingie tu halafu tuone walivyojaa pale, halafu wafanye biashara na baadaye utaratibu watalipiaje utakuja baadaye. Kwa utaalamu wanaofanya wa kuweka mtaalamu mwelekezi, mshauri, atushauri kufanya nini, unaonekana umeshindwa. Bora tutumie njia yetu ya kawaida. Mimi naamini mkuu wa mkoa wetu mahiri sana. Ninaamini jambo hili halikushindi. Weka
najua tutafurahi nikikuta wameingia pale bila masharti, na baadaye tutakaa kuona watalipalipaje.